السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu Ayyadahullah Ta'ala Ibn Aziz anasema katika hutuba ya Jumaa iliyopita nilitangaza mwaka mpya na nilieleza kuhusu nafasi ya nchi mbalimbali, na nilisema kwamba kuhusiana na makusanyo wa chanda ya Waqf-e Jadid, Islamabad imeshika nafasi ya kwanza, lakini baadaye ikajulikana kwamba idadi ile iliyoelezwa ilikuwa sahihi. Nafasi ya kwanza Eldershade Jamaat imeshika nafasi, na nafasi ya pili imeshika Islamabad. Kwa hiyo nafasi ya kwanza ni Aldershot. Hazur anasema sitaki nieleze kwa nini taarifa ya aina hii ililetwa, lakini kwa ujumla jumuiya ya Islamabad inafanya juhudi sana. Hususan Sadr Lajna aliniandikia kwamba wakina mama walijitolea sana, na kujitolea kwao ni mfano kwa ajili ya wengine. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali ya hawa wote waliotoa mchango wa Waqf-e Jadid. Na Huzur anasema vile vile nilieleza matukio mbalimbali kutoka katika nchi mbalimbali za Afrika, na nilieleza matukio haya ili tajiri pia wapate nafasi ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika nchi hizi za maendeleo wapo wanajumuiya wengi sana ambao wanatanguliza utoaji wa mchango kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Zura anasema kwamba Aldershot ni jumuiya ambayo iliyeshika nafasi ya kwanza katika mchango wa Waqf-e Jadid katika jumuiya za Uingereza. Huzur anasema sasa nianza kueleza mada ya hutuba ya leo ambayo ni kuhusu maswahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hutuba ya mwisho niliyotoa kuhusu mada hii nilikuwa naeleza kuhusu Hazrat Saad bin Uda radhiyallahu ta'ala anhu, na hapa kwanza nataka nirekebishe reference moja, na reference ile nilieleza katika hutuba iliyopita, ingawa nilikuwa najua kwa ile reference sio sahihi, na research cell walinitumia, na ile wasiwasi ambayo nilikuwa ninayo kuhusu reference ile wasiwasi pia ikaondoka.
Hazur anasema wanaotafuta reference hizi wanafanya juhudi sana, lakini baadhi wakati inatokea hivi kwamba baadhi wakati riwaya kuhusu masahaba wawili inaelezwa kwa ajili ya sahaba mwingine, kwa sababu riwaya ile inafanana kwa ajili ya masahaba wote wawili, na baadhi wakati kwa sababu ya kuwa na maneno ya Kiarabu uhakika hauthibitiki au haujulikani waziwazi. Kwa hiyo kwanza mimi nataka nieleze kuhusu reference ile. Katika hutuba ya 27 Desember nilipokuwa naeleza kuhusu Hazrat Saad bin Ubada, nilisema kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam alijenga udugu katika Hazrat Saad bin Ubada na Tulaib wakati Saad alipohamia Madina. Na Hazrat Ibn Masud riwaya yake ni kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam alifanya ndugu katika Abu Zar Ghufari na Hazrat Saad bin Ubada, lakini wakati amesema kwamba haikutokea hivi sawa na maoni yake. Anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam alifanya udugu kabla ya mapigano Badr, na wakati ule Hazrat Abu Zar Ghufari alikuwa hayupo Madina, yani yeye alikuwa bado hajahamia na yeye hakushiriki katika Badr na Uhud, bali Abu Zar Ghufari baada ya Badr alimjia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya ni maoni ya wakati, lakini uhakika sio hivyo. Hazur anasema kwamba kwa hakika udugu huu ulikuwa katika kuhusu Munzir bin Amr, na mahali ambapo riwaya hii imeelezwa pale pale riwaya ya Hazrat Saad bin Ubada pia imeelezwa. Kwa hivyo badala ya kueleza habari ya Munzir bin Amr nilieleza habari hii kuhusu Hazrat Saad bin Ubada. Kwa hiyo Hazur ana kwamba sasa hili ni kosa lililotokea, lakini sasa mimi nitaanza kutoa mada ya leo. Wakati tukio la Khandak ilipotokea, mtume sallallahu alaihi wa sallam akafikiria kwamba ampatie Uyena zawadi ya tende. Na wakati ule mtume sallallahu alaihi wa sallam alichukua ushauri kutoka kwa Saad bin Ubada na Saad bin Muaz. Wakati walipotoa ushauri wakasema kwamba ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ikiwa umepewa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu lazima ufanye hivi, lakini kama hukupewa amri hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi bila shaka sisi hatutampatia kitu chochote. Yani sisi lazima tutapata haki zetu, na yule mtu ambaye amefanya unafiki na yule mtu ambaye amefanya kinyume na ahadi lazima aadhibiwe, na sisi hatutampatia kitu chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mimi sikupewa amri kutoka kwa Allah, bali ni ushauri wangu, ni maoni yangu ambayo nimeweka mbele. Hawa wote wawili wakasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawa watu wakati wa zama za ujahili hawakutuomba kitu cha aina hiki, na sasa kwa nini wanaomba kitu cha aina hiki? Sasa nini hawa wanatuomba sisi tuwatendee hivi? Sisi tutawatendea kama zamani tulikuwa tunawatendea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi kwa kupata ushauri hii kutoka kwa hawa wote wawili. Hazur na kwamba maelezo yake yameelezwa na Hazrat Bashir masahabi hivi wakati alipoeleza kuhusu tukio la Khandak. Anasema kwamba wakati wa Khandak ilikuwa hatari sana kwa ajili ya Waislamu, na madamu makafiri waliendelea kuzingira eneo la Khandak na Waislamu waliendelea kuwa dhaifu upande wa idadi, na wa maswahaba
walikuwa wanakosa mahitaji ya yani walikuwa wanakosa chakula kwa sababu makafiri waliendelea kukaa kule kwa siku nyingi sana, na kwa sababu ya hii waislamu walichoka na walikosa chakula, na kwa sababu ya kukosa chakula miili yao ilikuwa dhaifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali hii akachukua ushauri kutoka kwa Saad bin Ubada na Saad bin Muaz. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia hali ilivyokuwa, na kisha akachukua ushauri kutoka kwao kwamba sasa tufanye nini, hali yenyewe ni aina hii. Na pamoja na hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Saad bin Ubada kwamba ikiwa nyinyi mnapenda, sisi tunaweza kuwapatia mali kabila la Ghatfan ili wao warudi. Lakini Saad bin Ubada na Saad bin Muaz hawa wote wawili wakasema, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa umepewa ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili wao wapewe mali, basi bila shaka sisi tupo tayari kuwapatia na unaweza kuwapatia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi sikupata ufunuo kuhusu hii, lakini mimi kwa sababu ya kuwa na matatizo ambayo mnapata na shida ambayo mnapata, mimi naona kwamba ni vyema tuwapatie hawa watu mali kidogo ili wao warudi. Lakini Hazrat Saad na Hazrat Saad bin Ubada wote wawili wakasema kwamba wakati hawa walipokuwa maadui zetu, wao walitutendea vibaya, basi sisi tutawatendea sawa na hali yao. Na Hazrat Saad bin Ubada akasema kwamba sisi tutawapatia kitu chochote kingine isipokuwa upatu, yani sisi tutawaadhibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafikiria sana kuhusu hali ya Mansar ambao walikuwa wenyeji wa Madina na walipata matatizo sana wakati wa tukio la Khandak. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kujua hali ya Ansar kwamba je, wao wanakuwa na wasiwasi kwa sababu ya kuwa na matatizo waliopata. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali ushauri wa Saad bin Ubada na bin Muaz. Kwa hiyo baadaye mapigano yalitokea. Katika Sirat Khataman Nabiyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba Abu Sufyan alitumia ujanja kwamba alimuigiza mtu mmoja wa Yahud kwamba yeye aende Madina na yeye afanye juhudi ya kuwasiliana na watu Banu Qurayza. Kwa hiyo Huyai bin Akhtab ambaye alitumwa na Abu Sufyan, yeye akaja Madina. Mwanzoni Kaab hakupenda kushauriana naye na akasema kwamba sisi tumefanya ahadi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametimiza ahadi yake daima dawamu na hakufanya kinyume na ahadi yake. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuungana nawe, kwa hiyo mimi siwezi kuvunja ahadi iliyofanya. Lakini Huyai alimwambia mambo mazuri, na yeye alimwambia kwamba lazima Islam itaangamia ikiwa sisi sote tunajumuika na tunashambulia Islam. Na yeye akamwambia kwamba sisi hatutarudi Maka kutoka Madina mpaka sisi tuangamize Islam. Na yeye aliposema maneno haya, basi akakubali maoni yake, na kwa sababu ya hii Banu Qurayza wao wakapata nguvu. Yule Huyai alikuja kuwachochea wale Mayahudi na wao walipata athari ya mazungumzo yake, na hivi wakapata nguvu sana kwa sababu ya kuungana na hawa watu wa Huyai. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya njama hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni alimtuma Hazrat Zubair bin Awam ili yeye alete taarifa ya kule, yani hali ikoje. Na baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam
alituma Saad bin Muadh na Saad bin Ubada na vilevile masahaba wengine ili waende upande wa Banu Qurayza na walete habari yao. Na mtume sallam akawasihi kwamba ikiwa kuna habari hatari basi wao wasiseme waziwazi, wakirudi wasiseme waziwazi ili watu wasivunjike moyo. Kwa hiyo hawa masaba walipofika katika kabila la Banu Qurayza na walipomwendea Ka'b bin Asad ambaye alikuwa kiongozi wao, yeye alikutana nao kwa kibri sana na yeye pamoja na wenzake wakawaambia Saad bin Muadh na Saad bin Ubad kwamba nyinyi murudi, sisi hatuna ahadi yoyote kati yetu na kati yenu. Kwa kusikia maneno yake hawa maswahaba wakarudi, na Saad bin Muadh na Saad bin Ubada wakamjia mtume sallallahu alaihi wa sallam na wakamwambia mtume sallallahu alaihi wa sallam hali ilivyokuwa kule. Kwa hivyo wale Mayahudi waliadhibiwa na mapigano yaliendelea. Wakati wa tukio la Khandak, Hazrat Saad bin Ubada akaleta tende kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya maswahaba. Wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba tende ni chakula kizuri sana. Mapigano Muatta yaliyotokea katika hijiria 8, katika mapigano haya Zaid akauawa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuuawa alienda kuona familia yake, na kwa ajili ya rambirambi binti wa Hadhrat Zaid akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa alikuwa analia, na kwa kuna hali yake mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaanza kulia. Kwa kuona hali hii Hazrat Saad bin Ubada akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni nini? Mimi naona kwamba kuna machozi katika macho yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba haya ni mapenzi ambayo nilikuwa ninayo na mpendwa wangu. Katika Sahih Bukhari kuna riwaya nyingine kwamba Sham bin Urwa anasimulia kwa kupitia baba yake kwamba wakati mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazur anasema kwamba hili ni tukio lingine. Sham bin Urwa anasema kwamba wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwa ajili ya ushindi wa Makka, wakati ule Abu Sufyan na Hakim bin Hizam hawa wote wakatoka kwa ajili ya kujua kuhusu safari ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakatoka kutoka mpaka wakafika katika sehemu ya Banu Zahran. Banu Zahran ni sehemu karibu na Makka, na katika sehemu ile kuna chemchem na vile vile kuna bustani, na sehemu hii ni maili 5 kutoka Makka. Wakati hao wawili walipofika kule, wakaona kwamba watu wamewasha moto kama watu wanawasha moto wakati wa Hajj. Abu Sufyan kwa kuona hali hii akasema kwamba hii ni dalili ya aina gani? Inaonekana kwamba kabila fulani limekuja, lakini mwenzake mwingine akasema kwamba inaonekana kwamba ni kabila fulani, lakini Abu Sufyan akasema kwamba kabila Amr ni ndogo, hawawezi kuwasha moto kiasi hiki. Kwa hiyo katika hali wakati walipokuwa wanazungumza, masahaba kadhaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakawaona na wakawaleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelekea kwenye Maka akasema kwamba mzuie Abu Sufyan katika milima fulani ili yeye aweze kuona idadi ya Waislamu. Kwa hiyo Abu Sufyan alizuiliwa katika sehemu fulani. Masahaba wakaanza kupita mbele ya Abu Sufyan. Kwa hiyo makundi ya masahaba yakaanza kupita mbele ya Abu Sufyan. Wakati kundi moja lilipopita mbele yake, akamuuliza Abbas kwamba hawa ni kina nani? Akasema hawa ni wa kabila Ghafar. Abu Sufyan anasema mimi sijali kuhusu watu wa Ghafar. Baadaye watu wa Juhana wakapita na Abu Sufyan akauliza tena. Baadaye
Saad bin Huzaim akapita na akauliza swali. Baada ya Sulaim, kabila Sulaim likapita na makabila yakapita, na hatimaye lilikuja kundi ambalo lilikuwa kubwa sana. Na Abu Sufyan akasema kwamba, akaulizwa kwamba hili ni kundi gani? Hazrat Abbas akasema hawa ni Maansar na kiongozi wao ni Saad bin Ubada ambaye ameshika bendera. Hazrat Saad bin Ubada akasema kwa sauti ya juu, ewe Abu Sufyan, siku hii ya leo ni siku ya mapigano, kwa hiyo siku hii ya leo mapigano yatakuwa halal katika Maka. Kwa kusikia hii Abu Sufyan akasema kwamba, Abbas, ikiwa tungepata nafasi ya kupigana na Waislamu basi siku hii ingekuwa nzuri sana. Ikiwa mimi ningepata nafasi ya kupigana basi ingekuwa nafasi nzuri. Yani wakati ule Abu Sufyan alikuwa ameshasilimu. Baadaye kundi lilikuja, na kundi hili lilikuwa ndogo. Katika kundi lile alikuwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Muhajirin, na Hazrat Zubair bin Awam alikuwa anashika bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam alipopita karibu na Abu Sufyan, wakati ule Abu Sufyan akasema, je, hujui kwamba Saad bin Ubada amesema nini? Mtume sallam akamuuliza, amesema nini? Akasema maneno haya na haya. Mtume sallam akasema kwamba hakusema sahihi, bali siku hii leo sio siku ya mapigano bali ni siku ya heshima, na vile vile ni heshima ya Khanakaba. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza tukio hili, lakini ameeleza kwa maelezo zaidi. Amesema kwamba wakati wa sahaba walipoelekea kwenye Makka, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alimamuru Hazrat Abbas kwamba yeye asimame barabarani, na Abu Sufyan pamoja na wenzake yeye hawezi kuona idadi ya Waislamu. Kwa hiyo Hazrat Abbas akafuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mbele ya Abu Sufyan makabila ya Arab wakaanza kupita, na hawa makabila walikuwa wanawategemea, lakini hawa makabila wote walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na siku hii leo walikuwa hawapeperushi bendera ya ukafiri, bali walikuwa wanapeperusha bendera ya Islam, na walikuwa wanamtukuza Mwenyezi Mungu. Na hawa makabila yote yalikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa kwa ajili ya kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa watu wote walikuwa tayari kumwaga damu yao kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa wote walikuwa na hamu ya kusambaza na kuimarisha moja wa Mwenyezi Mungu duniani kote. Kwa hiyo hawa watu wote walikuwa wanapita karibu na Abu Sufyan, na mbele ya Abu Sufyan kabila fulani likapita, na walikuwa na hamu sana, na walikuwa wanapika nara. Na Abu Sufyan akamuuliza Abbas kwamba hawa ni kina nani? Akasema hawa ni kabila la Ashra. Abu Sufyan akamuona Abbas kwa kushangaa kwamba hawa walikuwa maadui wa hali ya juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zamani. Lakini Hazrat Abbas akasema kwamba hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Mungu aliwaongoza na Mungu alitia mapenzi ya Islam mioyoni mwao. Hatimaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita pamoja na Muhajirin, na idadi yao ilikuwa 2,000, na hawa wote walikuwa na ngao na silaha, na walikuwa wanaenda mbele kwa utaratibu, na walikuwa wanasema kwamba muende kwa utaratibu na munyoshe mistari wenu. Imani yao ilikuwa inaonekana kutoka katika nyuso zao. Abu Sufyan akawaona hawa wote na akaogopa, na akamuuliza Abbas, hawa ni kina nani? Hazrat Abbas akasema kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda pamoja na Ansar na Muhajirin. Abu Sufyan akasema kwamba ni nani ambaye anaweza kupambana na hawa maswahaba? Kisha Abu Sufyan akamwambia Abbas kwamba mtoto wa ndugu yako amekuwa mfalme wa dunia hii. Abbas akasema, je, bado hujapata mwongozo? Huu sio ufalme bali ni unabii. Abu Sufyan akasema, sawa, ni unabii kama unayosema, lakini huyu amepata ufalme kubwa sana. Wakati
hawa walipokuwa wanapita mbele ya abu sufyan wakati ule saad bin ubada kwa kumwona abu sufyan akasema kwamba leo mwenyezi mungu ametuhalalisha kwamba sisi tuingie kwenye maka pamoja na silaha zetu na tupigane. wakati mtume saa salam alipopita karibu na abu sufyan akasema ya rasulallah, je umesikia, je umeruhusu maswahaba zako kwamba wao wamwage damu? Sasa hivi saad amepita mbele yetu na yeye anasema kwamba tumepewa ruhusa ya kumwaga damu na kupigana na makafiri. Na saad amesema kwamba leo tutapigana na makafiri na sisi hatuwezi kujizuia katika mapigano, lazima sisi tutawafedhehesha Makuraish. Ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mtu mwema sana duniani, ni wewe ni mpole na mwenye rehema na vile vile ni wewe ni mwenye kuwahurumia wengine. Je, wewe hutasahau dhuluma ya mataifa yako? mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maneno haya ya abu sufyan, wale maswahaba ambao walisumbuliwa, waliteswa katika maka, ambao walienganywa mali yao, wao pia wakapata upole kwa ajili ya watu wa maka. Na hawa maswahaba pia wakama, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, taarifa yoyote waliopata maansar kuhusu usumbufu wa islam hatujui leo maansar watafanya nini. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maneno haya yote akasema, ewe abu sufyan, yoyote aliyosema Saad sio sahihi, bali siku hii ya leo ni siku ya rehema, ni siku ya msamaha. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma mtu mmoja kwa Hazrat Saad na akamwambia kwamba umpatie mtoto wako Qais bendera, yeye atakuwa kiongozi. kwa hivyo hivi bendera ilichukuliwa kutoka kwake, na bendera mtoto wake alipewa bendera. hivi mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahurumia, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kwamba Hazrat Qais ni mtu mwema sana na ni kijana mzuri sana, na yeye atatimiza ahadi yake. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba Qais alikuwa mtu mwema kiasi hiki kwamba wakati alipokuwa karibu kuaga dunia, watu walikuja kujua hali yake. yeye akamuuliza rafiki yake kwamba kuna sababu gani kwamba marafiki zangu kadhaa hawakuja katika hali hii, hawakuja kujua hali yangu. yeye akasema kwamba wewe ni mtu mpole sana na wewe unawasaidia watu na umewapatia mkopo, na hawa ambao hawakuja kwa sababu yake ni hii kwamba umewapatia mkopo, na huenda wakija wewe utadai mkopo. kwa sababu ya hii hawakuja kwako. kwa kusikia hii Hazrat Qais akasikitika sana kwamba marafiki zangu wamepata udhia na shida kwa sababu yangu. kwa hiyo utangaze katika mji mzima kwamba kila mtu ambaye amechukua mkopo kwa Qais amesamehewa mkopo na yeye hatadaiwa mkopo ule. Anasema tangazo hili lilipotangazwa, watu wengi wakaja kumwona Hazrat Qais. mapigano Hunain ambayo jina lake lingine ni Hawazan. Hunain ni maili 30 kutoka Maka, na mapigano haya yalitokea katika hijiria 8, na mali iliyopatikana katika mapigano haya mtume sallallahu alaihi wasallam aligawa mali hii katika muhajirin. Maansar waka hawakupendelea na wakajiuliza kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam amegawa mali ile katika muhajirin. kwa hiyo kuhusu hii Abu Said Khudri anasimulia kwamba wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipogawa mali katika muhajirin na katika makabila ya Makuraish, maansar hawakupata kitu chochote, na maansar hawakupendelea kitu hiki, na wakaanza kuulizana. mtu mmoja akasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameungana na watu wake na amewapatia mali yote.
hadrat saad bin ubada wakati ule alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema ya Rasulullah, kwamba kuna kabila fulani ambalo lina wasiwasi kuhusu wewe, na kwa sababu wewe umegawa mali yote katika makabila ya muhajirina, katika makabila ya Quraysh na Mansara hawakupata kitu chochote, kwa sababu ya hii wana wasiwasi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Saad, wewe sema wewe uko upande gani, niambie maoni yako yakoje. Saad akasema, mimi mtu wa taifa langu mimi si kitu chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ukusanye watu wako katika sehemu fulani, katika uwanja fulani, uwalete watu wako wote katika uwanja ule. Wakati Saad alitoka akawatangazia watu wote na akawakusanya maansar wote pale, na muhajirin kadhaa pia wakaja pale, na Hadrat Saad akawaruhusu wale muhajirin pia waje pale mahali ambapo ansar walijumuika, na watu wengine pia walitaka kuja, lakini Saad aliwazuia. Wakati watu wote walipojumuika, Hadrat Saad akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, maansar wote wamejumuika sawa na amri yako. Msimuliaji wa hadithi anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akaja pale akamtukuza Mwenyezi Mungu, na baada ya kumtukuza Allah akasema kwamba mimi napata taarifa fulani kutoka kwenu, mambo yenu ni mambo ya aina gani? Je, mumesema hivi, niambieni, wakati nilipokuja kwenu mulikuwa katika ujinga, lakini kwa sababu ya kuja kwangu Mungu aliwapatieni mwongozo, na mulikuwa na shida ya mali, lakini kwa sababu ya kuja kwangu Mungu aliwapatieni mali, na nyinyi mulikuwa maadui wenyewe kwa wenyewe, lakini kwa sababu ya kuhamia kwenu Mungu alitia mapenzi mioyoni mwenu. Wale mara wote akasema, ndio unayosema ni kweli kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, enyi maansar, kwa nini hamnijibu? Maansar wakasema, sisi tukujibu nini wakati ilhali ihsan na fadhil ni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa nyinyi mngetaka mngeweza kusema na mngekuwa kweli katika maoni yenu, kwamba ulikuja kati yetu wakati ulipokadhibishwa, sisi tulikopokea na tulisadikisha unabii wako. Jamaa zako walikuacha, lakini sisi tulikusaidia. Ulitujia ilhali ulifukuzwa katika mji wako, lakini tulikupatia ulinzi, na tulikukuta mwenye familia kubwa, lakini tulifanya udugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba muliweza kutoa majibu ya aina hii. Kisha baadaye akasema, enyi kundi la Ansar, je, mumesikitika kwa sababu ya mali ya dunia kwamba mimi sikuwapatieni na nimewapatia muhajirina? Mimi niliwapatia hawa watu mali ili wajenge udugu na wasilimu, na hivi wapate nguvu, na mimi nimewapatieni islamu yenu. Enyi kundi la Islam, je, nyinyi hampendi kwamba watu wengine wachukue kondoo na ngamia nyama, na nyinyi murudi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam majumbani kwenu? Maansar. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wallahi, ikiwa nisingemia hapa, basi mimi ningekuwa mtu wa Ansar, na ikiwa watu wengine wangeenda katika bonde lingine, mimi ningekuwa katika bonde la Maansar. Mola, uwarehemu Maansar na vile vile uwarehemu vizazi vya Ansar. Msimuliaji anasema mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno haya, Maansar wote wakaanza kulia na machozi yakaanza kutoka, na hawa Maansar wote wakasema kwamba sisi tupo radhi sawa na uamuzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote aliyefanya mtume sallallahu alaihi wasallam tupo radhi nayo, na sisi tunapenda mtume sallallahu alaihi wasallam arudi pamoja nasi. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alienda pamoja nao, na watu wengine pia walitawanyika.
mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa hijjatul wadaa alipofika sehemu ya haj, wakati ule ngamia yake alipotea, na mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar walikuwa wanashirikiana katika safari ile, lakini ngamia alipotea. lakini mfanyakazi wa Abubakar akamtafuta yule ngamia. Hadrat Saad bin Ubada aliposikia habari hii akaja pamoja na mtoto wake Hadrat Qais, na walikuja na ngamia na mali yote waliweka juu ya ngamia ile. Wakaleta ngamia ile mbele mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati ule mtume sasa alikuwa amesimama mbele ya mlango wake. Wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alipata ngamia yake, yani yule mfanyakazi wa Abubakar alikuwa ameshatafuta ngamia aliyepotea, na Hazrat Ubada pia alileta ngamia. Wakati ule Saad bin Ubada akasema, tumepata taarifa kwamba ngamia yako amepotea, basi tunakupatia ngamia yetu. Kwa kusikia maneno haya Hazrat Saad akasema kwamba Mwenyezi Mungu tayari ameturudia safari yetu, sisi tumeshapata ngamia yetu, basi nyinyi mchukue safari yenu na mchukie ngamia yenu, Mwenyezi Mungu awapatieni baraka sana. Hadrat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam alituma ujumbe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtoto wangu ni mgonjwa sana na hali yake ni mbaya sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote iliyolewa ni ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo kila mmoja amepewa wakati wake, ufanye subra na wewe uradhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Lakini binti yake akatuma ujumbe tena, na yeye akasisitiza lazima aje nyumbani kwake. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda pamoja na Saad bin Ubada na Saad bin Jabal na Ubay bin Kaab na Zaid bin Sabit, yani masahaba wengine pia walikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokwenda katika nyumba ya binti yake, wakati mtume alipofimbani kwake, mtoto alikuwa katika hali mbaya na alikuwa katika wakati wake wa mwisho. Na Usama akasema kwamba sauti ilinatoka katika mtoto, katika mwili yule mtoto, na kwa kuona hali hii mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kulia. Kwa kuona hali hii Saada akasema, hii ni nini? Kwa nini unalia? Mtume sallallahu akasema, hii ni rehema ya Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu ameweka moyoni mwa watu, na Mwenyezi Mungu pia anawarehemu wale ambao wanawarehemu wengine. Yani hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Hazrat Abdul Umar radhiyallahu anhuma anasema kwamba Hazrat Saad bin Ubada alipata maradhi fulani pamoja na Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas na Abdullah bin Masud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjia kwa Saad bin Ubada. Wakati mtume sasa alipofika nyumbani kwake, akakuta watu wote familia wako pale. Mtume sasa akauliza, je, akaanza kulia. Watu walipomwona mtume sasa analia, wao pia wakaanza kulia. Kisha mtume sasa akasema kwamba Mwenyezi Mungu hawaadhibu watu kwa sababu ya machozi ya watu, bali kwa sababu hii Mwenyezi Mungu atatosha rehema yake. Kisha Mwenyezi Mungu akasema kwamba Mwenyezi Mungu ataadhibu kwa sababu ya ulimi, sio kwa sababu ya machozi. Na hairuhusiwi watu wapige kelele wakati mtu anapolia, kwa sababu maiti anaadhibiwa kwa sababu ya kulia kwa watu wa familia. Hazur anasema kwamba huenda wakati ule hali ilikuwa ya aina hii, na mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi na masahaba kwa kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, wapi walianza kulia. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali ya masahaba akasema kwamba kulia sio mbaya, hii ni rehema, lakini ikiwa mtu
anavunjika moyo na anaenda kinyume na subira na kisha anasema maneno mabaya dhidi ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii yule mtu anaadhibiwa ine kwa sababu ya kulia mtu hapata adhabu. Kwa hiyo wakati ule Hazrat Saad bin Ubada alikuwa bado hajafa, bali alikuwa mgonjwa sana. Sahaba mwingine anasema kwamba tulikuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja kutoka kwa Ansar akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ewe ndugu yangu Ansar, ndugu yangu Saad bin Ubada hali yake ikoje? Akasema hali yake ni nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza masanani ataenda kumwona Saad bin Ubada. Kwa hiyo maswahaba kadhaa wakaondoka na wakaenda pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa maswahaba walikuwa hawana viatu, walikuwa hawana makofia, wala walikuwa hawana vitu vingine kwa sababu walikuwa wanaenda haraka sana. Kwa hiyo walienda haraka haraka kwa Saad bin Ubada. Na wakati Mtume sallam pamoja na maswahaba zake alipofika nyumbani kwake, watu wa familia walikuwepo katika kitanda cha Saad bin Ubada, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja, na kisha baadaye huzuri anasema tukio lolote lilitokea nililolieleza sasa hivi. Hata Jabir ibn Abdullah anasimulia kwamba baba yangu aliniambia nitayarishe chakula fulani kiitwacho harira, na huzuri anasema chakula hiki kinatayarishwa na unga na samli, na riwaya nyingine inasema kwamba inatengenezwa na ngano na maziwa. Kwa hiyo anasema baba yangu akaniamuru nitayarishe harira kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikatayarisha na nikamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Mtume sasa alikuwa nyumbani kwake, akasema ewe Jabir, je, umeleta nyama? Nikasema hapana, sio nyama bali ni harira, na nimetayarisha harira hii kwa ajili yako kwa amri ya baba yangu. Kwa hiyo nimetayarisha na nimekuletea chakula hiki. Jabir anasema baada ya kumpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam nikarudi kwa baba, na baba akaniuliza, je, ulimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nikasema ndiyo. Baba akaniuliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuuliza nini? Nikasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniuliza, je, umeniletea nyama? Nikasema hapana. Na baba yangu akasema huenda Mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda nyama. Kwa hiyo baba yangu akachinja mbuzi na akapika mchuzi, na akaniambia kwamba nimwendee Mtume sallallahu alaihi wasallam na nimpelekee nyama. Hata Jabir anasema kwamba mimi nikamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam nyama ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwema maansar wote, hususan Abdullah bin Amr bin Haram na Saad bin Ubada, hawa wote wapewe ujira mwema kutoka kwa Allah Taala. Hazrat Abu Usaid anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika nyumba za Ansar, nyumba ya Banu Najjar ni nzuri, kisha ni Banu Ashal, kisha Banu Haris bin Khazraj, kisha Usaida, na katika nyumba za Ansar kuna heri tu. Kwa kusikia maneno haya Hazrat Saad bin Ubada akasema kwamba hawa ni wabora zaidi kuliko sisi. Lakini sahaba mwingine akasema kwamba nyinyi pia mumepewa ubora juu ya watu wengine wengi. Sahaba mwingine anasema kwamba nyumba nzuri za Ansar ni Banu Najjar, kisha Banu Ashal na Khazraj na Banu Saida, na katika nyumba za Ansar kuna heri. Abu Salama anasema Abu Usaid akasema mimi nalauma kwamba mtume nimesumulia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi nasema kwamba khairi imewekwa katika nyumbani kwetu. Na Hazrat Saad akapata habari hii, na yeye aliudhika sana kwa kupata taarifa hii, na akasema kwamba sisi tumerudishwa nyuma. Hazrat Saad bin Ubada akasema kwamba mutayarishe safari yangu, nitamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamaa wa Saad bin Ubada
akamuuliza kwamba je, unamwendea mtume saa salam kwa ajili ya kusadikisha hadithi hii na riwaya hii, ilhali mtume salallahu alaihi wa sallam anajua zaidi? Je, hii haitoshi kwako kwamba wewe pia umepewa ubora juu ya wengine? Kwa hiyo Saad akasema kwamba yeye hataenda hatamwendea mtume salallahu alaihi wa sallam. kwa hiyo akabadilisha nia yake ya kumwendea mtume salallahu alaihi wa sallam. Hazrat Hisham bin Urwa anasimulia kwa kupitia baba yake kwamba Hazrat Saad bin Ubada alikuwa akifanya dua hii kwamba e Mola wangu, nifanye mwenye heshima na nifanye hivi kwamba watu wasifu, na hali hii haiwezi kupatikana mpaka mtu afanye vitendo vizuri na matendo mazuri, na matendo haya hayawezi kufanyika bila kuwa na mahali. e Mola wangu, nijalie baraka, nijalie riziki. Kwa hiyo huzuri anasema Saad bin Ubada alikuwa akifanya dua hii. Katika Sahih Muslim kuna riwaya Hazrat Abu Huraira anasimulia Hazrat Saad bin Ubada akasema, ya Rasulallah, ikiwa namkuta mtu pamoja na mke wangu, je, nisimguse mpaka nilete mashahidi wanne? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo. Hazrat Saad akasema mtu mwingine alikuwa pale, yeye akasema kwamba mimi sitatafuta mashahidi bali mimi nitaamua mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, angalieni huyu kiongozi wenu anasema nini, ilhali mimi ni mwenye ghara zaidi, kisha Mwenyezi Mungu ni mwenye heshima zaidi kuliko mimi pia. Kisha kuna riwaya katika Muslim kwamba Hazrat Saad bin Ubada akasema kwamba ikiwa namkuta mtu pamoja na mke wangu, je nimuue mara moja bila kuchelewa? Mtume saa salam akapata habari hii na akasema kwamba je, nyinyi mnashangaa kwa kuona ghara ya Hazrat Saad? Nina ghara zaidi kuliko yeye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye ghara zaidi kuliko sisi. Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuwa na ghara ametukataza tusifanye maovu, na ametukataza tusifanye maovu yanayoonekana na yaliyofichika, na hakuna yeyote ambaye ni mwenye ghara zaidi kuliko Mwenyezi Mungu, na hakuna mwenye heshima zaidi kuliko Mwenyezi Mungu, na Mungu ni mwenye kupokea toba. Yani Mwenyezi Mungu ni mwenye ghera na mwenye heshima, na vile vile ni kupokea toba. Ndio maana Mwenyezi Mungu amewatuma manabii wake kwa kuwa wenye kutoa habari njema, yani vile vile wanawaonya watu. Na Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba sisi tumsifu na tumtukuze, na matokeo yake ni kwamba tutapata pepo. Zuri anasema kwamba mradi wake ni kwamba mtu anatakiwa atubu, na anapotubu Mwenyezi Mungu anamsamehe na anamghofiria. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba usiende kinyume na sheria na kanuni ya Mwenyezi Mungu. Katika Musnad Ahmad bin Hanbal kuna hadith moja, Hazrat Saad bin Ubada anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia kwamba ulinde sadaka ya kabila fulani, lakini angalia usije siku ya kiyama katika hali hii kwamba wewe umebeba ngamia katika mabega yako au wanyama wengine katika mabega yako. Hazrat Saad akasema kwamba ikiwa ni hivi basi umpatie jukumu hili mtu mwingine. Yani ikiwa mimi nateuliwa kuwa kiongozi, basi nalazimika nitekeleze wajibu wote. Ikiwa mimi sikuweza kutekeleza wajibu, bila shaka mimi nitakuwa mwenye kupata adhabu na itakuwa dhambi kubwa. Kwa hiyo afali umteue mtu mwingine juu ya kazi hii. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ansar 6 walikusanya Qur'an, na mmoja wao alikuwa Hazrat Saad bin Ubada. Kuhusiana na hii Hazrat Maud anasema wale 6
waliokusanya moja wao ni ubada bin samit, maaz mujamme bin harsa, ghuzala bin ubaid, muslima bin mukhallad, abu darda, abu zaid, zaid bin sabit, ubay bin kab na saad bin ubada, umme waraka. Hawa ni masahaba waliokusanya Qur'an tukufu, na vile vile masahaba wengi walikuwa wamehifadhi Qur'an tukufu. Zura anasema kwamba maelezo kidogo yamebaki, nitaeleza katika hutuba ijayo inshallah. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.